niukaribishe. Mada yetu ni maombi kwa ajili ya wagonjwa. Kwa nini tunaendelea kuzungumza sana hoja hii ya wagonjwa? Ni kati ya kundi ambalo Mungu pia anajishughulisha nalo sana katika mbingu. Katika mbingu anasema ya kwamba Yesu Kristo yupo katika kitabu kile cha Ellen G. White sura ile ya 22, anasema kwamba Yesu Kristo yupo katika chumba maalum kwa ajili ya wagonjwa kule mbinguni. Yupo katika chumba maalum kwa ajili ya wagonjwa. Mungu anakuombea. Nikutie moyo katika siku ya leo. Najua natazama na wagonjwa kabisa. Hata wewe ambaye sio mgonjwa, lakini tunajua sisi huu mwili sio kwamba ni chuma. Huu mwili ni wa damu na maji. Huu ni mwili ambao una nyama. Sisi sio chuma. Nikutie moyo, na leo tunatoa moyo ya kwamba Yesu Kristo yupo katika huduma maalum pia. Japo anatuombea sisi wanadamu kwa ajili ya kutolewa katika dunia hii, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa wakombolewa, lakini anatukumbusha hivi Yesu Kristo. Na ndio maana katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 14-16 inazungumza na anatukumbusha jinsi gani tunapaswa kuomba, jambo ambalo tunapaswa ulielewe. Wagonjwa tunapaswa kuombea kwa bidii sana. Nikumbushe, nimeshawahi kuambiwa kabisa kwamba kuna mgonjwa sehemu fulani na tunapaswa kufanya maombi kwa ajili ya mgonjwa. Na huyo mtu akahitaji kweli huduma kwa wakati huo kwa ajili ya magonjwa, ya maombi kwake. Haijalishi hakuwa na imani, haijalishi hakuwa ya kwamba yuko wapi, ila huyu mtu alitambua ya kwamba huu mwili sio wake. Nikumbushe, hii mwili sio yetu. Huu ni mwili wa Mungu. Na ndio maana maombi kwa ajili ya wagonjwa, nikukumbushe kwa nini unafanya hivyo. Jambo la kwanza ni kuwakilisha ya kwamba huu mwili sio wangu, na hivyo basi nahitaji Bwana msaada na kuunganishwa na wewe hata katikati ya kuugua. Wewe mgonjwa unahitaji msaada kwa sababu huu mwili sio wako. Kuna mtu hapa ananitazama ametumia dawa hadi kuchoka. Ameenda wapi kutafuta msaada? Yuko pale, hajaishia hapa. Amepewa ushauri mwingi tu huko leo duniani hapa, amepewa ushauri mwingi tu, lakini yuko pale. Lakini ajabu ni kwamba amekuwa muda mwingi, ila Mungu amemtegemeza tena afya. Kuna saa amejiombea hata yeye kwamba Mungu nahitaji hivi. Nikumbushe, wagonjwa wana mawazo mengi sana, na mawazo yao mengi ni negative. Wanachowaza ni kwamba mimi sitapona kwa sasa. Wanachowaza ni kwamba mimi tu hapa nitakufa. Wengi wao hususan ambao wameugua kwa muda mrefu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unapaswa uondoke nalo leo ni kati ya maombi ambayo tunapaswa kuwaombea wenzetu kwa bidii. Sio jambo ambalo tunamwombea tu leo, sio kwa bidii tu, tunapaswa pia kuwalisha neno la Mungu. Tuambie kabisa kwamba Mungu alisema nini. Na nikukumbushe, hii ni huduma ambayo ilikuwa inafanywa na Yesu. Na ndio maana anasema kwamba kati ya jambo ambalo tunapaswa kulizingatia leo ni kwamba wenzetu wanafunzi wa Yesu kipindi cha kale, nyakati za kale, walilifanyia kazi hii. Hii ni jambo la kuombea wagonjwa, walilifanyia kazi. Hata wewe ni shahidi. Wakina Petro, wakina Yohana, hao wainjilisti hao. Na nikwambie tu, ukiwa enda hapo ulipo, unaweza usijue ya kwamba kuna watu wanamhitaji Mungu kwa ajili ya uponyaji katika miili yao. Au unaweza ukawaza ya kwamba hakuna wagonjwa katika hii dunia. Lakini wewe ni shahidi. Nenda hospitalini. Wewe ni shahidi. Wala ambao mnatazama, ambao tunatembelea watu, nenda ukatembelee watu. Ndio utajua ya kwamba kuna watu kabisa ni wagonjwa, na huu ugonjwa sio kwamba nani anahitajika tu ni Mungu pale. Sio mwingine. Nikutie moyo mgonjwa unanitazama, bado una nafasi ya kuishi. Haijalishi wamekusemaje, haijalishi ugonjwa umetoka wapi. Nikutie moyo katika mwendelezo wa siku 70 hizi, bado una nafasi ya kuishi. Na Mungu yupo kwenye chumba maalum kwa ajili ya wagonjwa, anajishughulisha na wewe ambaye unakata kisukari na nini, anajishughulisha na wewe. Haijalishi ni ukimwi ni nini, Mungu huyu bado anajitambulisha ni Mungu mwenye nguvu. Nikutie moyo, Mungu huyu anajitambulisha bado, tukiendelea kurudi kwake. Mungu ni mponyaji, tabibu, daktari wa madaktari. Baba wa mbinguni, uliye tabibu mkuu, daktari wa madaktari duniani na mbinguni, tunakushukuru sana katika siku hii ya leo.
Endelea kumsaidia mama huyu, mzee huyu, kijana huyu, binti huyu ambaye ni mgonjwa kabisa, na ambaye wakati mwingine ameshajikatia kabisa, maana ameshaambiwa hautapona. Rudi tu nyumbani ukakae. Bwana, tunakuomba uliyemleta duniani na utajua atarudi lini duniani, wewe mwenyewe ukamponye. Anayetazama video hii ukamponye. Shuka wewe, mapenzi yako yakatimizwe kwa mamlaka yako Mungu. Shuka wewe ukatukuzwe, ni kupitia jina lako Yesu, amen.